ya miungu ya kichao ambao umeshikilia, visanamu ambao umeshikilia, kuna vijitu tu ambao umevish. Pamoja na nyumba yako. Wakamwambia neno la Bwana yeye na wote waliomo nyumbani mwake. Akawakaribisha saa ile ya usiku. Akaosha mapigo yao, kisha akabatizwa yeye na watu wake wote wakati huo. Akawaleta juu nyumbani kwake, akawaandalia chakula. Akafurahi sana yeye na nyumba yake, maana amekwisha kumwamini Mungu. Tunaona huyu ni habari za huyu alikuwa ni mlinzi wa gereza ambaye aliweza kuwalinda watumishi wa Mungu hawa ambao ni Paulo na Sila. Aliweza kuwalinda wakiwa gerezani, lakini pamoja na hayo tutaona jinsi ambavyo Mungu aliweza kufanya njia. Ni kitu gani ambacho nataka kukizungumza, nifuatilizie. Basi nitaomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya neema ambayo umenipa. Ninaamini uwezo wako na nguvu zako, na ninaamini kabisa kile ambacho Roho Mtakatifu anaenda kukitoa inatoka kwako, sawa na Petro wa pili ile 1:21. Neno lako linasema manabii walinena iliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mungu. Na mimi ninaomba niongoze yale maarifa ambayo umekeza kwangu, sawa na lako kwenye kitabu cha Malaki 2:7 yaweze kutoka na kuweza kumsaidia yule ambaye amenifuatilizia sana. Nitumie anza pamoja na mimi na kumalizia pamoja nami, sawa na Ufunuo 1:8. Nitumie sawa na mapenzi yako kufikisha ujumbe, na mimi pia uweze kuponya maisha yangu pia na uzao wangu na maeneo mbalimbali ambayo nataka kuponya, na watu wako ambao wako duniani ambao wananisikiliza sasa hivi, katika jina la Yesu Kristo. Ninakualika Mungu Baba, Yesu Kristo, Roho Mtakatifu, sawa na Yohana 2:1. Yesu, Mungu Baba, Yesu Kristo na Roho Mtakatifu, naomba utawala wako sawa na Zaburi 66:7 ukachukue nafasi. Katika jina la Yesu nahitaji uongozi wako Mungu Baba, Yesu Kristo, Roho Mtakatifu ukaanze pamoja na mimi. Sawa na Zaburi 67 ule mstari wa 4 katika jina la Yesu. Sawa na Luka 24 mstari wa 50. Sawa na Warumi 8:14 katika jina la Yesu Kristo. Naomba Roho wako akawe juu yangu sawa na kitabu cha Isaya 61, achilia mafuta ndani yangu kwa ajili ya kufikisha ujumbe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Tunaona hizi ni habari za Paulo na Sila. Paulo na Sila walikaa gerezani. Na Paulo na Sila walipokaa gerezani walikamatwa. Wakati wa gerezani wakapata mapigo. Lakini walipokuwa katika gereza, hao watu walikuwa wanamsifu Mungu, walikuwa wanaomba, zeni vifungo, Biblia inasema vifungo vyao vikaachia. Wakati wanaondoka, mkuu wa gereza kidogo, maana gereza litikisika na vile vifungo vikaweza kuachia. Huyu ambaye alikuwa ni mlinzi wa gereza aliogopa sana. Lakini mtumishi wa Mungu Paulo pamoja na Sila akamwambia msijizuru, tuko hapa. Ndipo akawauliza sasa, akamwambia nifanye nini ili nipate kuokoka? Paulo na Sila wakamwambia muamini Bwana Yesu nao utakoka pamoja na nyumba yako. Wakamwambia neno la Bwana yeye na watu wote waliomo nyumbani mwake, kwa sababu walikwenda nyumbani kwake. Lakini baada ya kumwambia neno la Bwana akawakaribisha saa ile anasema usiku, akaosha mapigo yao, maana walikuwa wamepigwa. Na then baada ya kumaliza anasema akabatizwa yeye na watu wake wote wakati huo, baada ya kumwamini Yesu Kristo, kumwamini Mungu. Neema ya Mungu ilipita ikawaokoa. Anasema akawaandalia chakula, akafurahi sana yeye na nyumba yake wote, maana amekwisha kumwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona huyu mkuu na huyu mlinzi wa gereza aliuliza, nifanye nini sasa ili niweze kuokoka? Akamweleza neno la Bwana. Na baada ya kumweleza neno la Bwana, wao wenyewe waliamua kumwamini Mungu, manake waliokoka. Na nataka tu kusema, mtu ambaye unanisikiliza sasa hivi, mkini labda huko kama huyu ambaye alikuwa ni mlinzi wa gereza, ambaye aliwauliza Paulo na Sila tufanye nini ili tupate kuokoka. Lakini huenda ikawa labda umesikia neno la Mungu au hujasikia neno la
Mungu, na kuna eneo ambalo unataka ufanye kitu ili uweze kuokoka kwenye hilo eneo ambalo unapitia. Aidha labda unapitia kwenye magonjwa, aidha labda unapitia kwenye shida, unapitia kwenye misiba, aidha labda unapitia kwenye nguvu za giza. Umehangaika kwa waganga, umehangaika kwa wachawi, umejaribu hata kuenda kwenye miungu ya baba kufanya matambiko, lakini haijakusaidia kama vile alivyokuwa huyo mlinzi wa gereza ambao alikuwa anamlinda mtumishi wa Mungu Paulo na Sila gerezani, kwamba kuwa mlinzi, kulinda gereza haikuweza kumsaidia. Alikuwa amekosa ulinzi na yeye pia, kwamba alikuwa hajamjua Mungu. Lakini neno la Mungu lasema baada ya kuelezwa neno la Mungu aliamua kuokoka yeye na nyumba yake, akamwamini Mungu. Changamoto ambazo unazipitia kwenye maisha yako, changamoto ambazo unazipitia kwenye familia yako, changamoto za maisha, changamoto za magonjwa, changamoto za mateso na taabu na misiba ambayo unapitia, na adha na uzia na nguvu za giza, hali ambazo unazopitia za kutokufahamu, ni kwa sababu haujalijua neno la Mungu, hujalijua neno la Mungu. Maana hapo alipoelezwa, neno la Mungu lasema alipoelezwa tu alibadilika, akajua cha kufanya. Kwa hiyo ili uweze kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, unachohitaji ni neno la Mungu. Nataka tu nikuambie, kuna eneo ambalo umepigana nalo, unataka utoke kwa sababu hujapata neno, lakini utakapopata neno la kukusaidia kwenye hiyo position ambayo unapitia, hiyo nafasi ambayo unapitia, neno la Mungu linaweza likakutoa hapo ulipo kukupeleka eneo lingine kabisa, eneo ambalo litakupa ushindi, litakupa matumaini, litaondoa huzuni, litaondoa nguvu za giza, litaondoa mateso, litaondoa magonjwa, litaondoa hali ambazo unapitia. Neno ndilo linaweza kukusaidia siku ya leo. Neno linaweza kusaidia watoto wako, linaweza kusaidia katika kazi yako, linaweza kukusaidia hata katika umri ulionao, linaweza kukusaidia hata unapoingia na kutoka. Neno ndilo linaweza kusaidia kwa kizazi cha leo, sio pesa. Pesa itakusaidia tu kidogo, haitakutoa hapo ulipo, kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo ni changamoto umepitia, umetumia pesa haja kusaidia. Unajua kuna watu wengine wameenda India wakifikiria India ndio kunaweza kuwasaidia, lakini neno la Mungu hamna. Kwenda India sio vibaya, lakini hauna neno ambalo linaweza kukusaidia kutoka kwenye hiyo changamoto. Umeenda umetibiwa, hauna majibu kwa sababu una neno. Lakini utakapokaa chini ukaelewa umuhimu wa neno ambalo unatakiwa ulipate, litakutoa kwenye hiyo changamoto. Maana neno la Mungu ndio majibu ya maisha yako, ndio majibu ya familia yako. Kwa nataka tukuambie mtu wa Mungu, neno ndio linaweza kukusaidia. Kuna vitu ambavyo vitaondoka ndani yako, utajaribu kutatua kwa akili zako, kwa ufahamu wako, kwa nguvu zako, kwa sababu kuna maeneo ambayo unajiweza katika hali ya uhalisia, lakini huna neno. Neno la Mungu ndilo litakalokusaidia. Huyu mkuu wa gereza, huyu mlinzi wa gereza, kilichomsaidia ni neno la Mungu. Baada ya kuuliza nifanyeje, na nataka tu kuambia, kuna mkini naona maswali kama huyo alipokuwa anauliza nifanyeje ili nipate kuokoka. Tafuta neno. Neno litakutoa hapo ulipo, litakupeleka viwango vingine kabisa. Kuna watu ambao hawana amani, wana kila kitu, hawana amani, lakini wamekosa neno. Lakini utakapokuwa na neno, neno ndilo linaweza kukusababishia amani. Neno linaweza kuondoa hofu. Maana tunaona huyu mlinzi alipatwa na hofu akaanza kutetemeka hivyo. Na yamkini na wewe umejaa na hofu, maisha yako yamejaa na hofu, yamejaa na kutetemeka. Una matumaini. Neno ndilo litakalo kusaidia kumwamini Mungu. Ndicho kinachoweza kukusaidia. Na uwezi kumwamini Mungu kama una neno la kukusaidia ukaamini kile ambacho utakipokea kupitia neno. Bwana nataka kuambia mtu wa Mungu, neno. Tuende tuangalie mimi na wewe tena kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 19. Naye Paulo, nataka kusema hivi, kuna vitu ambavyo vina nguvu, lakini si, kuna vitu ambavyo umevifanya kama Mungu vina nguvu, lakini si kama nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu ni zaidi ya hiyo nguvu ambayo unayo. Na hata hiyo nguvu linabaye bado inakutesa, ina masharti. Unajua kuna mtu ambaye Mungu wa dunia hii amemfanikisha, lakini ana masharti, na masharti yanampeleka kwenye kifo, yanampeleka kwenye mauti.
Yanampeleka kwenye uharibifu kutokana na miungu alionao. Ina masharti, lala chini, usile hiki. Hiyo ni miungu, achana nayo. Geuka, mrudie Mungu ili upate amani ya kweli. Yamini neno la Mungu. Neno la Mungu litakupa kushinda, litakupeleka viwango vingine. Kwa sababu tunaona hapa anasema amewashawishi watu wengi na kugeuza nia zao, na kusema ya kwamba inafanya kwa mikono sio ya miungu. Si kwamba kazi yenu ina hatari ya kudharauliwa, bali na hekalu la Mungu mke aliye mkuu ateme kuhesabiwa si kitu na kuondolewa utukufu wake, ambaye Asia yote waliposikia wakajawa ghadhabu, wakasema wakipiga kelele wakisema Atemi wa Efeso ni mkuu. Na tatu kunasema hivi kuna vitu ambavyo watu wanaviona basi ndo vikuu. Yuko Mungu aliye mkuu kuliko hiyo miungu. Achana na hiyo miungu, mwamini Mungu, liamini neno la Mungu. Kuna vitu ambavyo ni vya kudharauliwa tu. Miungu ni ya kudharauliwa tu, sio vitu ambavyo vimetengenezwa na Mungu. No, ni vitu ambavyo wanadamu wameviona tu, akachukua kasanamu kakeka, akasema hapa hiki sasa ndo Mungu kitanisaidia. Mwingine amefunga ilizi kiunoni, anasema hiki ndicho kitanisaidia. Haviwezi kukusaidia hivyo vitu. Kuna mwingine tu ameweka kamiungu kake, ukifika tu kwenye geti yake kaeka kamiungu hapo chini, kwa kamiungu kamawe kana kanyaga tu kapo chini. Hiyo sio miungu. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Luka 19 ametupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Maana hivyo vitu bado tunazivikanyaga, viko chini, havina nguvu, viko chini, havina mamlaka. Yuko Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Yuko Mungu aliye mkuu ambaye ninanena habari zake. Mtu wa Mungu, nataka tukukwambia, sio nakushawishi, nataka kuambia neno la Mungu lina nguvu. Badilika. Neno la Mungu ligeuze nia yako ya ndani, nia yako ambayo ni chafu, nia yako ambayo imejaa miungu, imejaa uharibifu ndani yako. Inaweza ikabadilika, inaweza ikakutoa hiyo nia ndani. Neno la Mungu linaweza likabadilisha hiyo nia ulionayo ya kukata tamaa. Umefika mahali umekata tamaa, mpaka inafika mahali nasema sasa hapa inaona tu sijui nitafute chloroquine, sijui nitafute si dawa gani, si poison gani, nimechoka na maisha. Mtu wa Mungu, acha ujinga, badilika. Neno la Mungu liko tayari kukubadilisha. Kubali neno la Mungu, litaondoa ujinga ulioko kwenye akili, litaondoa ujinga ulioko kwenye ufahamu, litakubadilisha mfumo mzima wa maisha yako. Kuna mahali ambapo unataka kwenda kwa ajili ya elimu yako, shika neno la Mungu, tafuta neno la Mungu. Neno la Mungu litakusaidia kukupeleka juu, litakusaidia kukuinua zaidi. Bila neno la Mungu hakuna. Neno la Mungu ndio ulinzi, neno la Mungu ndio afya, neno la Mungu ndio baraka, neno la Mungu ndio mafanikio, neno la Mungu ndio nuru, neno la Mungu ndio matumaini, neno la Mungu ndio faraja. Hakuna mahali ambapo unaweza kupata faraja kama una neno la Mungu. Huwezi kupata faraja. Utaenda utachukua tu, unasema unaenda kuchukua mfano, nachukulia utaenda utasema tu ngoja nikachukue moja baridi, maana yake ngoja nikanywe kevanti moja. Utakunywa, ulevi ukiisha pale pale upo. Unatafuta amani kwenye vitu ambavyo havifai. Tafuta amani kwa Mungu wa kweli. Huyu Mungu atakusaidia.